Somo ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jumapili nisema jinsi au namna maombi yanavyoweza kubadilisha mambo. Kwa kuna namna maombi huwa yana tabia ya kubadilisha mambo. Hata nia ya Mungu wakati mwingine ina uwezo wa kubadilishwa na maombi. Kwa kama muombaji na mtu aliyemwamini Kristo atakuwa amejiweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako maamuzi ya Mungu ambayo mwanadamu ana uwezo wa kuyageuza. Ana uwezo wa kuyageuza. Kwa hiyo Mungu anakuita katika maombi. Kwa kama kuna mambo ambayo hayajakaa vizuri, kuna vitu ambavyo havijakaa vizuri, kwa njia ya maombi Mungu anasawazisha yote. Haleluya, pendwa katika Bwana. Tulisoma kile kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 mpaka wa 17. Kwa hiyo Mungu anataka umrudie, na anasema umrudie yeye kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa nitaanzia hapo alafu nitafundisha kila ambacho Mungu anataka tukipate kwa leo. Biblia inasema Yoeli 2 kuanzia ule mstari wa 12 nasema, hata sasa asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga, kwa kulia na kuomboleza. Anasema, lalueni mioyo yenu na sio mavazi yenu. Mrudieni Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema na mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa upendo. Anasema, huona huruma, hujizuia kuleta maafa. Ni nani ajuaye yeye aweza kugeuka na kuwa na huruma? Ni nani ajuaye kwamba yeye anaweza kugairi mabaya halafu akaleta mema? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi yanaweza yakabadilisha mambo. Kwa hiyo na unapoenda mbele za Mungu kuomba, lazima uombe kwa kumaanisha. Kwa hiyo jana tumejifunza mambo ambayo yanaleta majibu ya maombi yetu, yanaleta maombi kuwa na matokeo, na tumeangalia jana mambo manne. Jambo la kwanza ni ushirika wa mtu na Mungu. Ni cha kwanza, lazima wewe na Mungu mahusiano yako yakae vizuri, na Mungu anataka ushirika wako kwanza na yeye ukae vizuri. Sasa wengi wanabeza ushirika na Mungu, anaona ni kitu cha kawaida sana. Ndio maana mtu anaweza akatenda dhambi na bado akafunga akaomba. Mtu anaweza akafanya lolote ambao ni la kumkwaza Mungu na akamwendea Mungu yule yule. Sasa Mungu ajibu maombi ya waovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ya waovu Biblia inasema ni kelele mbele zake. Kwa hiyo lazima ujifunze kuwa mtu wa Mungu, uwe mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaangalia kitabu kile cha Waebrania sura 5 mstari wa 7. Tukaona Yesu katika siku zake za uhai wake alimtolea yeye aweze kumwokoa na mauti maombi na sala na dua na kulia sana na machozi. Na Biblia inasema akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Hasa ule ucha Mungu alikuwa na ushirika mzuri na Mungu wake. Kwa hiyo Mungu anamwokoa kwa sababu ya ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unapoisoma Zaburi ya 91, Mungu anakuokoa na mshale ulukao, Mungu anakuokoa na mabaya yote, Mungu anakuokoa na kila kitu, lakini vinasema kwa kuwa umekaza kumpenda, atakuokoa na mabaya yote. Kwa hiyo upendo kwa Mungu ni kipaumbele cha kwanza. Bwana asifiwe sana. Lazima moyo wako na Mungu uwe umeambatana. Utaona maombi yenye matokeo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Maombi yenye matokeo namba 2 yanasababishwa na mtu anayeomba kwa moyo safi. Kwa hiyo moyo wako lazima uwe safi mbele za Mungu. Haitoshi tu kuwa na ushirika na Mungu, lakini pia inatakiwa moyo wako uwe safi. Manake maombi yako yatoke kwenye nia safi. Yakobo anasema, mwatamani wala mpati kwa sababu hamuombi, lakini mwaomba wala mpati kwa sababu mnaomba vibaya. Mnaomba ili mpate mvitumie kwa tamaa zenu wenyewe. Kwa hiyo nia mbaya ya muombaji inaweza ikazuia majibu yake. Lakini kila muombaji mwenye nia njema ya maombi yake anaenda kwa Mungu ili kile ambacho Mungu anatakiwa ampe kiwe kwa ajili ya utukufu wake, Mungu anampa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na tano wasema maombi yenye matokeo ni maombi yanaomba kwa imani. Kwa hiyo imani hainaga mbadala. Haleluya, pendwa katika Bwana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Marko 11:21 mpaka 24. Kwa hiyo Mungu anakuambia kwa habari ya imani.
Na ukiwa na imani utauambia mlima huu ng'oka ukatupwe kule, ng'oka ukaende kule, na ule mlima utatendeka. Na kila unachokisema katika maombi ukiamini na usione shaka, Biblia inasema utapewa kitu hicho. Haleluya, pendwa katika Bwana. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Na kitabu cha Mathayo sura ile ya 17 mstari wa 21. Kianzia 20 pale 21 anasema, 21 anasema namna hii haitoki isipokuwa kwa kusali na kufunga. Lakini namna ile ipi? Mstari wa 20 unaeleza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Haleluya, pendwa katika Bwana. Tuko pamoja. Yaani Mungu amekupa mamlaka ya kila kitu kiwezekane. Tumesikia ushuhuda wa mtu ambaye alimuomba Mungu GPA ya 4.5. Alafu baada hapo akapata msiba, lakini Mungu bado alimfanyia. Tuko pamoja pendwa Kwani kwa sababu ameomba kwa imani. Na imani sio kwamba haitapimwa, imani itapimwa, lakini kila aliyeomba lazima avumilie. Haleluya, pendwa katika Bwana. Sasa leo tunaenda kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 18. Naomba niwekee pale Mathayo 18 kuanzia ule mstari wa 18. Mathayo 18 kuanzia 18. Mathayo 18 kuanzia 18. Twende pale. Vinasema, amini nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani atakuwa amefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani atakuwa amefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Bwana asifiwe sana. Iko nguvu ya maombi ya ushirika. Na hicho ndicho kipengele ambacho leo nakifundisha. Kuna maombi ya mtu kuomba peke yako, lakini kuna maombi ya kusanyiko. Wakati ule Petro amekamatwa, ametua gerezani, kanisa likaweza kufunga likaomba, na Bwana akaingilia kati, anamtoa Petro gerezani kwa sababu ya maombi ya ushirika. Watu wa Mungu wanapoungana kwa sauti moja, wakamlilia Mungu, akamtafuta Mungu, Mungu huonekana kwa sababu anapenda maombi ya patano. Haleluya, pendwa katika Bwana. Bwana asifiwe sana. Maombi ya patano yana nguvu. Haleluya pendwa. Yana uweza, yana uwezesho, yana mamlaka, yana kibali, yana vitu ambavyo vinamshawishi Mungu kutenda. Haleluya pendwa. Tuko pamoja. Nikiwa nimeomba sana kwa habari ya mke, nimefunga, nimeomba, nimeutafuta uso wa Mungu, nimelia. Ikafika sehemu nikamwambia mama mmoja. Kwa nini mama Kiamba alikuwa ametokea Morogoro. Alikuwa ni mzee wa kanisa pale. Nikamwambia mama, ninapata shida, napata mkanganyiko. Hebu naomba tufunge tuombe. Tukapiga maombi. Sasa Mungu ananitokea mimi na Mungu anamtokea yule mama. Kwa hiyo leo nina mke ambaye nilithibitishiwa na Mungu mwenyewe kwa maombi, lakini maombi pamoja na mtu mwingine. Haleluya pendwa katika Bwana. Maombi ya patano yana nguvu. Mnapopatana kuomba, msiombe tu, ombeni kwa kumaanisha na Bwana atatenda. Kwa tunaenda kwenye maombi ya kanisa, maombi ambayo tunaamini Mungu atafanya. Lakini lazima tuwe na sauti moja ya kwamba Mungu atatutendea, atatufanyia, atatutokea, kwa sababu Mungu anajibu maombi. Haleluya pendwa. Lakini maombi yapi? Maombi ambayo watu wamepatana, watu wamekubaliana, watu wameungana katika moyo mmoja. Mungu anakuwepo katikati yao. Kwa hiyo ninaamini kuanzia Jumatano tunakusanyika pamoja na Bwana, Jumanne, Alhamisi ile tunakusanyika pamoja na Bwana, Ijumaa ile tunakusanyika pamoja na Bwana, Jumamosi ile tunakusanyika pamoja na Bwana, na Jumapili tunashangilia ushindi ya kwamba Bwana amesikia maombi yetu na ametenda, na tunaamini ya kwamba yale tumeomba yamekuwa. Mwongezee Yesu makofi.
Maombi. Bwana asifiwe sana. Maombi kwa sababu gani? Tumepewa mamlaka. Na lazima ifike sehemu ujue mamlaka uliyopewa kama muamini. Usiwe muamini wa kulialia, hapana. Uwe muamini wa kujisimamia, kwa sababu Bwana amekuita, amekupa mamlaka kubwa ya kufunga lolote. Kwa nena mbele za Mungu, naambia Mungu sisi hatutaki kudisco, tunafunga kudisco. Naambia Mungu sisi hatutaki kuwa umaskini, tunafunga umaskini. Naambia Mungu hatutaki kulandalanda bila ajira, tunafunga kukataliwa. Tunaenda mbele za Bwana, tunamwambia Bwana hatutaki kuumwa, tunafunga magonjwa, na Bwana atatenda. Haleluya pendwa. Kwani kwa sababu tumemuomba. Kwa kuna mambo leo unalia, si itakuaje, nitasajiliwaje, nitafunguaje biashara, nitaajiriwaje, kwa sababu unalalamika peke yako. Isaya 43. Niweke pale kuanzia mstari wa 22 hadi wa 26. Mungu anataka umuite. Mungu anataka umuombe. Mungu anataka utafute uso wake, usilalamike. Usiwe mtu wa kulialia. Usiwe mtu wa kulialia tunalalamika, hapana. Mungu asikilizaji malalamiko. Malalamiko yanavuta ghadhabu ya Mungu. Maombi yanavuta neema na rehema za Mungu akutendee. Kila wana wa Israeli waliponungunika, Mungu aliwaharibu. Sasa naona unapolalamika Mungu atakuharibu, lakini Mungu anasemaje? Anasema anzia mstari wa 21. Anasema watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu, lakini hukuniita Yakobo, bali umechoka nami Israeli. Hukuniita hukuniletea wanakondoo kuwa kafara zako, wala hukuniheshimu kwa dhabihu zako. Sikukutumikisha kwa matoleo, wala sikukuchosha kwa ubani. Ninunulia manukato kwa fedha, wala hukunishibisha kwa mafuta ya sadaka zako. Bali umenitumikisha kwa dhambi zako, umenichosha kwa maovu yako. Kwa hiyo Mungu anakuambia kwa habari ya wewe umemtumikisha kwa dhambi, hukumletea sadaka yetu. Ene mstari unaofuata anasema mimi ndimi niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitakumbuka dhambi zako tena. Tumalizie mstari wa mwisho. Unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Wana wa Mungu, tujifunze kumpelekea Bwana hoja zetu. Mambo yetu yajulikane na Mungu, yasijulikane na majirani, yajulikane na Bwana Mwenyezi, kwa sababu Bwana atatenda. Haleluya pendwa. Anasema lakini hukuniita, lakini hukuomba. Ndio maana yake, lakini hukunitafuta, bali umechoka nami. Umenikatia tamaa, umeniacha pembeni, unajipambania mwenyewe. Hapana, hukuniletea kafara zako, hukuniletea sadaka zako, umenichosha kwa dhambi zako. Mungu anakuambia mambo ya msingi. Na katika kitabu cha Isaya ambacho kinakueleza muamini kama wewe ndiye msingi wa Mungu wa kukupa kipaumbele, kitabu cha hapo Isaya 43. Ukisoma Isaya 43 unaona Mungu anavyosema na wewe direct. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Anaongea na wewe direct, anazungumza na wewe direct. Hasa kuna watu ambao badala ya kumlilia Mungu katika shida zao wanalalamika. Yaani Mungu anaangalia watoto wake wanalalamika. Lakini Mungu anakushangaa. Yaani ulipanda jaribu lakini hukuniita. Ulipanda kikwazo lakini hukuniita. Ulipanda teso lakini hukuniita. Haleluya pendwa katika Bwana. Haleluya. Anataka sasa uje kwake muhojiane. Halafu eleza mambo yako. Maombi ni kuzungumza mambo yako. Unaeleza mambo yako. Bwana mimi sitaki kisaki. Mungu anakusikiliza. Baada hapo anakupa haki yako. Haleluya pendwa katika Bwana. Ninasema kila wakati tuombe maombi yenye matokeo. Tusiwe wafungaji maarufu halafu unajitapa wewe ni mfungaji sana. Hapana, haina maana. Shetani anakuchea kwa sababu unafunga pasipo matokeo. Lazima tunapoingia katika maombi, tuingie katika maombi na tupate matokeo ya maombi yetu. Haleluya pendwa. Hasa tuingie tukiwa sahihi na tutoke tukiwa sahihi.
Hakikisha moyo wako uko safi. Ndio maana una siku 2 za kujipambanua, za kuomba, za kutubu mwenyewe kwanza. Halafu baada hapo tunaendea siku 5 za pamoja, ambazo tukimwita Mungu atatenda, ataonekana, atatusimamia, atatufanikisha, atatufaulisha, atatupa kujenga, atatupa magari, atatupa viwanja, atatupa kila matamanio yetu, kwa sababu hapana la kushindikana kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hapana la kushindikana kwa Mungu. Leo Mungu anaposema na wewe unajisikiaje? Nataka nitolee mfano wa mzee wangu kiongozi hapa. Kuna mtumishi wa Mungu alisimama kushuhudia hapa, amepata nafasi ya kwenda nje. Mzee kiongozi akalidaka lile, akamwamini Mungu. Sasa hizi ametembelea nchi sio ngapi, utamuuliza mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Baada ya neno ile, amepaa huko, kapanda pipa. Papa. Sijalipanda mimi mchungaji wake. Mzee ameshapaa. Haleluya, pendwa ni Bwana. Kasha aenda huko. Yaani jamani, dakeni maneno ya Mungu. Halafu muaminini Mungu. Mungu anatenda kwa mtu anayemwamini, lakini unaamini kile Bwana anasema. Na mimi nataka niwaambie kanisa, hatuna pa kukimbilia zaidi ya Bwana aliyetuita. Tumtafute yeye kwa kumaanisha, tumlilie yeye kwa kumaanisha, ili yeye mwenyewe atukuzwe kwenye maisha yetu, na kila jambo tuseme ni Bwana ameruhusu. Amina. Kwa nini wengi wanalia? Kwa sababu hawana uhakika aliyewatendea ni shetani au ni Mungu. Ndio maana mtu anakuwa na ujasiri wa kusema jamani, hili ni Bwana ameruhusu. Ndio anaongea na watu, jamani, usinione hivi, vipi? Nimenyolewa usiku. Na ndio usiku umenyolewa usiku, ukija hapa kikao na baraza la wazee, tunatathmini ushirika wako, kwa nini umenyolewa usiku? Tunaangalia kiwango chako cha kiroho, tunaamua ushirika wako. Tuko pamoja pendwa Maana kuna watu waombi wanalala, tumekuja pale umeyapalamia mabweni hata uyajui nani alilala kwenye kitanda kile, watakukaba. Tuko pamoja pendwa Tuko pamoja. Kuna mtu wa Mungu alikuwaga mvivu wa kuomba kule. Hasa yeye ni mvivu wa kuomba, maombi akifika kulala, Bwana kashasinzia. Siku moja wakaja wakamkalia, na ameokoka ni mwokovu wa siku nyingi, lakini ana mazoea kwenye wokovu. Wakamkalia, alafu wakaanza kumchanja wembe. Akaanza kwa jina la Yesu, ya kwanza ikatoka. Kwa jina la Yesu, wembe wa kwanza. Kwa jina la Yesu, wembe wa pili. Baadaye jina la Yesu naendelea, kwa jina la wembe, kwa jina la kwa jina la Wakamaliza, akapitiwa usingizi, anaamka mwili mzima kachanjwa. Baada hapo ni kutenga kanisani. Mshiriki unalogwa, unakaliwa. Halafu unasema nimeokoka, unasali wapi? This gani? This is gani? Lazima tuwe moto. Bwana asifiwe sana. Lazima tuwe moto, na moto unapatikana kwa Bwana, na wote Bwana anatuita twende kwenye wiki hili tukamlingane, tukamlilie, tukamwambie Bwana, tuko hapa tutendee tena na majira mengine. Tunataka hatua mpya, tunataka viwango vipya, tunataka neema mpya, tunataka mafuta mapya, tunataka kibali kipya, tunataka heshima mpya, tunataka mafanikio mapya, na Bwana atatenda na tutamshangilia tukisema hakika yeye ni mwaminifu. Haleluya. Bwana ni mwaminifu kwao wamchao. Hata tukaitumia ile mamlaka ya kufunga na kufungua, ya kufunga na kufungua. Tunafunga mwaka, tunafungua mwaka. Tumefunga semisa, tunafungua semisa. Tunafungua kwa kishindo. Haleluya pendwa. Mungu anataka watu awashindie, lakini watu lazima waombe. Mungu anataka tusaidie, lakini lazima tutafute uso wake. Na kutafuta uso wake, anasema utafuteni uso wake siku zote. Haleluya pendwa lika Bwana. Siku zote tunamtafuta Mungu. Wako watu wanakuloga, wanakutafutia hivi, umekaa tu. Umekaa tu umesale, watu wanaloga. Yaani umekuja kwenye degree yako hapa, kuna mtu anachukia, hataki. Wakati mwingine ni shangazi, yani shangazi kabisa, na amekufungia maandazi ya kula njiani, ila hataki. Sasa tunataka Mungu apambane na maadui zetu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu apambane na adui zetu, lakini anapambanaje? Kwa kumpa kibali.
Maombi yanampa Mungu kibali cha kuingilia majukumu ya mwanadamu. Unapokuwa uombi, Mungu atakuacha kwa sababu hana kibali katika ulimwengu wako. Mungu haingiliagi mambo ya mwanadamu yasiyomuhusu. Lazima ashirikishwe. Kwa unaenda kumshirikisha Mungu. Bwana asifiwe sana. Tunaenda kumshirikisha Mungu. Na kanisa hili unasema, yani hatutaki si kwenye kanisa hili. Tunataka B+, A, basi. Tuko pamoja pendwa? Yanayotokea hapo Mungu ameruhusu mwenyewe. Kwa sababu kila mtu ana agenda yake na Mungu. Umempigishwa sapu 5, umsikilize Mungu vizuri. Tuko pamoja pendwa? Tuko pamoja. Maana imekuaje? Wewe ni very special. Unajua uspecial na utafutaka tu kwa kukuta mkeka wa A, hata kukuta mkeka wa miswaki yote. You are very special. Bwana asifiwe sana. Lazima uangalie hivi kweli mimi ni wa kuweka mafagio hapa. Kuna kitu gani Mungu anasema na mimi? Kuna jambo gani Mungu ananitaarifu? Ukisha kuwa na ushirika na Mungu, hakuna kitu cha ajali. Kila kitu kinakuja kwa specific purpose kubwa kabisa. Bwana asifiwe sana. Mungu anakuwemo ndani kujitukuza. Anakuletea jambo la kukuangamiza, lakini yuko ndani kujitukuza. Kwa unapomwomba Mungu alafu mwisho wa siku unakutana na jambo zito, unamshukuru na kumuuliza Mungu kwa nini? Haleluya pendwa katika Bwana. Kwa nini nipatwe na hili jambo? Kwa sababu si kawaida. Tumeomba, tumesali, tumefunga, tumetoa sadaka na Mungu karuhusu. Kwa nini ameruhusu? Lakini mpendwa anayepata matokeo mabaya, hajaomba Mungu, hajamtafuta Mungu, ana hasara kwa sababu haelewi. Ni pigo hajui. Lakini Ayubu mwenye ushirika na Mungu anajua mtetezi wangu yu hai. Hatimaye atasimama juu ya nchi. Alinipa, ametwaa. Jina lake libarikiwe. Watu wanamwambia ndugu yangu angalia, yamkini umemkosea Mungu. Anamwambia jamani hapana. Ninajua Bwana ufukarisha lakini pia utajirisha. Huyo mtu ana ushindi ndani yake kwa sababu ana Mungu wake. Alikuwa akiomba, anatoa sadaka za watoto wake akisema yamkini wamemkosea Mungu, yamkini ametenda mabaya. Ana imani kwa Mungu wake kwa sababu hajawahi kosana naye. Haleluya pendwa. Wewe una ujasiri kwa sababu huna Mungu katika mwanzo wako wa maisha. Huna Mungu kwenye mwanzo wako wa semester. Huna Mungu kwenye mwanzo wako wa mwaka. Mambo yanapoharibika ndani ya mwaka unalia, unaomboleza, unalia, unaomboleza. Bwana anasema njoni, elezeni hoja zenu. Niambie, lete mkeka wa mambo yako hapa tuelezane. Ulinifanyia nini hapa? Wengi hasa wanamkimbia Mungu. Na shanamia yani Mungu hata kusikiliza wewe, hata kusikiliza. Umekula zaka, semester yote. Halafu unataka Mungu akufaulishe, hakusikilizi. Shetani amekusimamia hivi. Bwana asifiwe sana. Na hauna ujasiri wa kumkemea kwa sababu shetani wakati huo ni bwana wako. Shetani sio mjumbe mdogo. Muulize Mikaeli. Alimtandika wakati ameasi kule, lakini wakati wa mwili wa Musa ni hoja. Shetani amesimama anasema huyu Musa aondoe kwa sababu alimkana Mungu pale, alimkosea Mungu. Na Mungu amemkataa. Na Mungu ameshapatana na Musa anamwambia nitakuua kwenye mlima huu utavuka Kanaani. Yaani hakuepo shetani wakati Mungu anapatana naye. Kwa Mikaeli na yeye ni malaika ajui yote kama shetani ambavyo na yeye ajui yote. Kwa anapambania mwili wa Musa ni hoja. Inashindikana. Inabidi amwambie Bwana nafanyaje? Bwana na kukemee, maana hili jambo kwa mimi Mikaeli siwezi. Na hiyo vita inaendelea. Tuko pamoja pendwa? Wewe kama mwana wa Mungu unasimamaje mbele za Mungu? Una kitu gani cha kumfanya Mungu akutetee wakati wa matatizo? Danieli anaomba siku 21 lakini majibu yake yanazuiliwa. Malaika wa Bwana akakamatwa na mkuu wa Uajemi na Uamedi. Lakini yule mkuu wa Uajemi na Uamedi amemkamata, amemzuia pale. Kwa hili anga ni la kwangu. Hawa watu wamekuja kama mateka, ni watumwa. Leo unakujaje kuwaletea mambo ya kuondoa kwenye nchi yangu? Unawezaje kuwaletea taarifa njema? Kwa hiyo hakuna kwenda. Inabidi Mikaeli ashuke. Tuko pamoja pendwa? Apigane naye alafu malaika ndio ashuke kumpa Danieli taarifa za msingi.
Kwa kuna mambo katika ulimwengu alo lazima tujue namna ya kwenda. Na maombi jamani ni kibarua cha kila wakati, ni chakula cha muamini, na lazima uwe muombaji, kwa sababu bila maombi utapauka rohoni. Haleluya, pendwa katika Bwana, utapauka. Kwa tunaenda katika maombi ya kumtaka Mungu. Mungu asimame na sisi, Mungu aende na sisi, Mungu atutembelee, Mungu atufanikishe, Mungu atusaidie, Mungu atuonekanie, na lolote litakalotokea tumpe yeye sifa na utukufu na heshima na adhama. Haleluya pendwa, kwa sababu Mungu wetu amestahili. Mungu wetu amestahili. Na lolote linalotokea unasema Mungu wetu amestahili. Haleluya pendwa katika Bwana. Tuko pamoja. Leo ni tarehe ngapi? Namalizia hapa. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 30. Siku kama ya jana, tarehe 29 ya mwezi wa 11 kama huu. 2020 ngapi? Na 24. Jengo letu pale tulijenga likadondoka. Lakini kwa sababu tunamwamini Mungu, tulijua hii sio kazi ya shetani. Kwa sababu Mungu wetu yuko pamoja na sisi, hakuna hata kwato ya ibilisi ya kukatisha jengo hili alafu liweze kuanguka. Hakuna hata upepo wake anapopita kwamba amepita kwa kasi alafu hakuna. Huyu ni Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Na kama ni Mungu wetu anayo sababu, na kama ni Mungu wetu anacho kitu, na tukamtafuta Mungu, tukamsikiliza Mungu, na akatuambia kitu chake na akakithibitisha, na leo tuko hapa kwa sababu yeye ni mwema. Haleluya pendwa katika Bwana. Lakini tuliwezaje kumsikiliza Mungu wakati ambapo itakuwa tulie, tukubali aibu ya kwamba tumeaibika? Sisi hatuaibiki kwa sababu tunamuomba Mungu anayejibu, na kama kuna habari imetokea ameruhusu yeye, na jina lake libarikiwe. Ndivyo tunavyokwenda kwenye wiki hili, tunaenda kumtaka Bwana, lolote akiruhusu jina lake libarikiwe, akitushusha chini